Kufanya kazi kwa bidii peke yake hakutoshi kukutoa kwenye umaskini. Umekuwa miongoni mwa watu wanaoamka saa 12 asubuhi, wanarudi nyumbani usiku, lakini mwisho wa mwezi bado wanahangaika na maisha. Sasa zipo sababu kuu 3 za msingi ambazo zinapelekea tatizo hilo. Sababu ya kwanza, umekuwa ni mtu ambaye unauza muda badala ya ujuzi, na hili ndio limekuja kuwa tatizo la wengi, na wewe huenda ukawa ni miongoni mwao. Kwa sababu ukiangalia, ukiacha kwenda kazini leo, kipato chako kinakoma. Hapa ninapokuja kusema ukiacha kwenda kazini leo kipato chako kinakoma, namaanisha watu gani? Hapa ninamaanisha watu ambao wanafanya kazi maofisini, mlinzi ni mfano, au bodaboda. Chukulia mfano bodaboda. Hujaenda kazini leo, manake kama hujaenda kazini, tegemea kabisa kwamba huwezi ukaingiza kipato chochote kile. Haya, wewe ambaye ni mlinzi, tunachukulia hujaenda kazini, maana yake tunahesabu kwamba katika kazi yako hujaingiza kipato kwa siku hiyo, ukihesabu na mwezi husika. Au mtu anayefanya biashara ya kuuza duka, maana yake leo nisipoenda dukani mimi siingizi kipato chochote. Sasa ukija kuangalia mzunguko wote wa maisha yako, tunauita unakuwa katika linear income. Unaposema linear income, maana yake ni maisha yako ambayo sasa unafanya kazi unapata kitu, usipofanya kazi maana yake hakuna kitu ambacho unakipata. Sasa ninapokuja kusema kwamba unauza muda badala ya kuuza ujuzi, sasa mfano wa kuuza ujuzi ni kama nini? Kuuza ujuzi kwa mfano tunaweza kuzungumzia kufundisha mtandaoni, au wanaofanya content creation, biashara yenye wafanyakazi, kwamba maana yake hata pasipo kuwepo wewe biashara inaweza kujiendesha, lakini pia bado unaingiza kipato. Lakini kingine ni network marketing. Hapa ndipo sasa wengi wamekuwa wakiibuka wakijiingizia kipato zaidi, na wamegundua kabisa ni biashara ambayo wengi wao wameifanya na imewatoa katika umaskini, ili hali tu au ikiwa utakuwa umeifanya au itafanywa kitaalamu zaidi. Sasa ukija kuangalia namna kuuza ujuzi hivyo, nimetolea ni mfano, lakini yapo mambo mengi sana unaweza kufanya: content creation, kufundisha mtandaoni, biashara yenye wafanya kazi, lakini pia network marketing. Sasa sababu kuu nyingine ya pili ni kuwa wewe hujifunzi kuhusu fedha. Hapa limekuwa ni tatizo la watu wengi sana, si Afrika tu, ulimwenguni kote ni wengi sana wajifunzi kuhusu fedha. Kumbuka ya kwamba tumekuwa watu ambao tukisoma shuleni kuhusu mtihani, tunasoma tunafundishwa hesabu hivi kokotoa upate jibu hili. Ni yote tunakuwa tunafundishwa ni kwa sababu tu ya kuweza kufaulu, lakini hatukuwahi kufundishwa kuhusu fedha. Hatukuwahi kufundishwa kuhusu budget ni nini, uwekezaji ni nini, kuna tofauti gani kati ya asset na liability. Hilo yote anakuwa anakuja kujikita kuhusu fedha. Kwa mfano, unafanya kazi wewe hapo na unalipwa shilingi 400,000 let's say kwa mwezi, lakini sasa ukija kuangalia katika mshahara wako, unakopa simu, unakopa nguo, ama unafanya mambo fulani kuhusiana na sherehe, labda na sherehe kama 2-3, zote unatakiwa utoe pesa ambao hata ni zaidi ya 100,000 au 200,000. Lakini mwisho wa mwezi unakuja kuangalia mshahara wako umeisha, unajiuliza mshahara wangu umeishia wapi? Tatizo halisi linakuja kwamba si mshahara pekee, kwamba mshahara wako labda ni mdogo, bali ni kukosa elimu ya fedha. Kwa sababu endapo pindi utakapokuwa na elimu ya fedha, utafahamu kwamba pesa hii ambayo nimeipata hata kama ni kidogo, lakini niweke katika mazingira gani ambayo itanitengenezea wakati ujao, au itakuja kunikidhi mimi mahitaji kwa wakati ujao. Kwa maana gani? Kwamba wewe unakuwa umepata fedha ile, yanakuja tu matumizi ambayo hukuyaweka katika matumizi. Kwa kumbe unakuja kuangalia umekuwa ni miongoni mwa watu ambao huandiki matumizi katika mwezi husika au miezi husika, hautengi akiba, lakini pia unakuwa haujui pesa inatakiwa ifanye kazi gani. Pesa yako unaokuwa unaipata wewe huijui kwamba ifanye kazi gani. Lakini pia kitu cha tatu kingine ni kwamba hauna mfumo wa ziada. Wewe hapo unapokuwa unafanya kazi, hujawahi kufikiria kwamba mfumo wako wa ziada ni upi. Umekuwa kufanya kazi, umeajiriwa, lakini hujawahi kufikiria mfumo wako wa ziada, kwa sababu asilimia kubwa, wengi nawe ukiwepo, kwamba unategemea chanzo kimoja tu cha kipato. Lakini katika maisha ya kawaida au maisha yetu ya siku zote, kumbuka kwamba kuna ajali ambazo hutokea.
na ajali kitokea uwezi jua, kuna kuvunjika mkono, kukatika miguu, maisha sasa yakaanza kwenda kuwa magumu. Lakini kumbuka kingine kwamba kuna magonjwa yanapokuwa yanakuja uyapangii kwamba mimi nitaumwa siku 2 3 au wiki au mwezi. Magonjwa yanakuja uzo kashangaa umelani mwezi, miezi mitatu. Lakini fikiria sasa katika kipindi hicho ni maisha yako yanajiendeshaje, una familia inakutegemea na kuangalia, wewe ni baba, wewe ni mama, ni tegemezi katika familia, maisha yanaendaje. Lakini kumbuka pia biashara huwa inakufa, na inavyokufa utainyanyua vipi, au biashara yako itajiendesha vipi ili maisha yaweze kuendelea. Lakini pia ukija kukumbuka ni kwamba ajira hukoma. Unapokuwa unafanya biashara yako au unapofanya ajira yako, hiyo kazi uliopewa unaoifanya, kuna wakati inakufa au inakoma, umri umefika labda ni kustaafu, hustahili kuendelea na kazi. Sasa mfano halisi ni kwamba ni vipi ukipoteza kazi, biashara, mteja mmoja mkubwa, yani kazi yako kapoteza. Wala mimi nimeajiriwa kwenye kampuni kubwa nalipwa let's say milioni 500,000 800,000. Maisha yako unafikiria na kuaje? Biashara yako, mteja labda ambaye uko unamtegemea kwamba mteja akija maisha yangu yanaenda vizuri, lakini sasa asipokuja sasa umempoteza. Maana yake kwa kifupi yote hao maisha yanayumba, una kazi, biashara imeteketea au mtaji na mteja, anamaanisha anakuwa hayupo au umempoteza mteja, maana yake maisha yanayumba. Sasa ukweli unakuwa ni kwamba chanzo kimoja cha kipato inakuwa ni hatari sana katika maisha yako. Ni sawa sasa wewe na kukaa kwenye kiti chenye mguu mmoja. Sasa nini ambacho unatakiwa ufanye sasa? Kwa wewe upo mfumo wa ziada ambao unaweza kuwa unafanya. Kuna biashara ndogo ndogo za pembeni, mtandao nimezungumzia hapo juu, lakini kujifunza skills mpya na kuwekeza kidogo kidogo ndio maana sasa unapokuja kusema unauza muda, unaishi kwa tabu. Ukujifunza kuhusu pesa unazipoteza, lakini huna mfumo wa ziada, unaishi kwa hofu. Sasa yote haya ni kuonyesha kwamba ni kwa namna gani wewe unatakiwa kuwa na upande mwingine, kufikiria upande mwingine wa kuweza kujiingizia kipato chako cha ziada. Lengo la somo hili ambalo nimelizungumza hapa ni katika hali ya kukufikirisha wewe ambaye umeajiriwa, wewe ambaye umejiajiri, lakini wewe ambaye unakuwa unafanya biashara ndogo ndogo, kumbuka kwamba kuna leo kuna kesho. Chanzo kimoja cha kipato ni hatari kwa afya ya uchumi wako, ni hatari kwa familia yako ijao, ni hatari kwa kizazi chako. Manake leo hii unapokuwa umeisikiliza video hii, ikujenge wewe, kutengenezea fikra kwamba nini ambacho unatakiwa kukifanya, kipi ambacho unatakiwa kufanya, vitu gani ambavyo unavifanya vinakupotezea muda, wakati muda huo ungeweza kutengeneza pesa zaidi. Ili hadi kwa kitu kidogo, lakini kuna kitu ambacho unakuwa umeinvesti ambacho kitakusaidia miaka 10 ijayo, miaka 5, 8, 9, 20 hata na zaidi. Kwa sababu wengi watu tunapuuzia vitu vichache vya ndani ya dakika moja, tunaona havina maana, lakini kumbe vinakutengenezea msingi mzuri kwa maisha yako baadaye, miaka 5, miaka 10 au miaka 20. Sasa endelea kunifuatilia, endelea kufuatilia channel yangu ya Sakaboya Health and Wealth. Utajifunza mengi zaidi kuhusiana na masuala ya kipato, kuhusiana na masuala ya elimu ya fedha, kuhusiana na network marketing, ujuzi gani ufanye ni kwa namna gani. Utajifunza mengi zaidi. Kikubwa subscribe, like, comment and share, na usisahau kushare video hii na kumwalika mwingine ambaye utajua itamsaidia zaidi.